Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa ya Ghuba yameutaka Umoja wa Mataifa UN kutumia nguvu kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Mkuu wa Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Ghuba ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa, kikosi cha kulinda ujia wa Hormuz dhidi ya mashambulizi ya Iran, siku moja kabla ya kura ya Baraza la Usalama wa umoja huo ambayo itapigwa siku ya leo. Kiongozi wa baraza hilo la ushirikiano wa Ghuba GCC ametoa wito siku ya jana Alhamisi kwa Umoja wa Mataifa kuidhinisha matumizi ya nguvu kulinda mlango wa bahari wa Hormuz dhidi ya mashambulizi ya Iran, siku moja kabla ya kura muhimu ya baraza hilo la usalama. Iran imekaza udhibiti kwenye njia hiyo muhimu ya usafirishaji, hatua inayotishia upatikanaji wa mafuta na kuyumbisha uchumi wa dunia, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita ya Mashariki ya Kati iliyodumu mwezi mmoja sasa. Katibu mkuu wa GCC Jassim Mohammed Al-Budaiwi alisema Iran ilifunga njia hiyo ili kuzuia meli za kibiashara na meli za mafuta kupita na kuweka masharti kwa baadhi ya meli zinazoruhusiwa kupita. Akizungumza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Al-Budaiwi alitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua za haraka kulinda njia za baharini na kuhakikisha usafiri wa kimataifa unaendelea kwa usalama. Bahrain, ambayo inashikilia urais wa Baraza la Usalama kwa mwezi Aprili, imependekeza azimio lililoruhusu mataifa kutumia nguvu kuhakikisha uhuru wa kupita katika mlango huo, lakini pendekezo hilo limegawanya wanachama wa Baraza la Usalama. China, Urusi na Ufaransa zimepinga matumizi ya nguvu, zikisisitiza kuwa suluhisho la kisiasa ndilo njia bora ya kumaliza mgogoro huo. China ilionya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano na kusababisha madhara makubwa zaidi, huku Urusi ikikataa kuunga mkono kile ilichokiita hatua za upande mmoja. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pia amesema operesheni ya kijeshi ya kufungua njia hiyo sio halisi. Rasimu mpya ya azimio sasa inaruhusu matumizi ya njia zote za kujilinda badala ya matumizi ya nguvu moja kwa moja. Kura ya uamuzi inatarajiwa kupigwa Ijumaa ya leo, huku Bahrain ikisema kupitishwa kwake kutaonyesha Umoja wa Mataifa katika kulinda njia muhimu ya kibiashara ya nishati duniani. Kwa kawaida, eneo hilo hupita karibia asilimia 20 hadi 25 ya mafuta na gesi ulimwenguni. Moja kati ya jambo ambalo linatajwa wakati huu ni pamoja na Uingereza kuongoza majadiliano ya kufunguliwa kwa njia hiyo. Uingereza imekuwa mwenyekiti wa mkutano unaojadili namna ya kufungua mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Tehran kutokana na vita vya Mashariki ya Kati ambavyo vimekuwa na athari kote duniani. Uingereza, ambayo imeandaa mkutano huo, wanadiplomasia kutoka zaidi ya nchi 40 imeishutumu Iran kwa kuweka uchumi wa dunia mashakani baada ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa asilimia 20 ya mafuta na gesi. Marekani haikuwakilishwa katika mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao, huku Rais Donald Trump akisema kuwa si jukumu la Marekani kuhakikisha njia hiyo inafunguliwa, na akawalaumu pia washirika wake wa Ulaya kwa kushindwa kuunga mkono vita hivyo, huku akitishia pia kuiondoa Marekani kwenye jumuiya ya kujihami ya NATO. Mvutano unaotokea wakati huu ni baadhi ya washirika wa Marekani wamekuwa wakishinikiza Iran, wakisahau kwamba ni nani alianzisha vita hivyo. Katika mkutano huo wameeleza kwamba sasa wanachotaka ni Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Tunajadili hatua za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kujumuisha uwezo wetu wa kidiplomasia na kiuchumi na hata namna ya kuzidisha shinikizo. Ni lazima tutoe hakikisho kwa viwanda, masoko ya nishati na mashirika ya bima, pamoja na kuhakikisha usalama wa meli, mabaharia walionaswa na kuanzishwa uratibu tunaohitaji kote ulimwenguni ili kuwezesha hatua endelevu ya kufunguliwa salama kwa mlango wa bahari, alisema Bi Cooper. Ujerumani, Ufaransa, Italia, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu zinashiriki katika mkutano huo. Rais wa Ufaransa Bwana Macron yuko ziarani nchini Korea Kusini. Anasema Trump amekuwa kila mara akitoa kauli zinazokinzana kuhusu vita vya Iran, na kwamba pendekezo la Trump la kutumia mabavu kufungua mlango wa Hormuz ni wazo lisilotekelezeka. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.